Tunamshukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo Bwana ameonyesha kwetu. Nawazo umesikia ingilio ya kipindi, ni kipindi neno na maombi kinacholetwa na Pastor Kakule Piri Gilbert. Kinapita kila saa 11 asubuhi mpaka saa 12 kuna 90.8 Radio Communautaire Utamaduni. Kweli tumepewa neema ya kuona siku ya leo, tarehe ya leo. Si wote mpendo ambao wameiona siku hii. Kuna wengi tulikuwa nao jana, tulikuwa nao mwanzo ya wiki hii, tulikuwa nao mwanzo ya mwaka huu. Mpendo, wengi hawako tena. Kama mimi nawe tuendelea kuishi, ni neema. Na kila mara tunasema neema ni upole wa Mungu, neema ni uvumilivu wa Mungu. Neema ni jambo tusilolistahili, alafu tunalistahilishwa kwa neema. Kama tuko hai ni neema, si usujaa wako ama cheo chako mpendwa, ama utakatifu wako, bali ni neema. Hivi tunayo deni ya kushukuru Mungu, kumwambia asante kuona tena siku hii na tarehe hii, kwa sababu si wote ambao wameiona. Acha tushukuru Mungu. Baba, tunakusifu, tunakuinua, tunakutukuza, mfalme wa wafalme, muumba wa mbingu na nchi, muumba wa vyote vinavyoonekana na visioonekana. Kama tunaishi ni wewe, na kama tuko hai ni mapenzi yako. Ni nani kama wewe Mungu usiyelinganishwa? Uko peke yako. Watu wana miti, watu wana majani, watu wana wanadamu, watu wana vyombo vilivyofanywa kwa mikono ya watu wanaona vita miungu, bali tunakuamini peke yako uliyeumba mtu kwa mavumbi. Ni wewe tunasifu, ni wewe tunainua. Asante kwa uhai, asante kwa uzima, asante kwa matendo yako makubwa ndani ya maisha yetu. Uinuliwe Mungu mwaminifu. Unasema kitu na kinakuwa, unaahidi jambo na linatokea. Wewe ndiye Mungu. Asante kwa wema wako na uzuri wako. Tunahitaji kwenda nao, kuongozwa nawe, kuelekezwa nawe, kusimamiwa nawe. Baba, acha itokee jinsi tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaendelea kushukuru Mungu tukiwa katika neno letu linaloongea juu ya Roho Mtakatifu ama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tulisema Roho Mtakatifu ni mtu wa tatu katika utatu mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni baraka ya kila muamini wakati unapoamini. Alafu hapo zawadi unayopewa ni Roho Mtakatifu. Lakini wakati tuko tunaongea juu ya yani kubatizwa na Roho, tumesema ina alama tu kubwa ya kujazwa, naitwa kujazwa. Yani una roho lakini unajazwa. Sasa unapokea, unajazwa kwa sababu kwanza una roho. Kila muamini anapewa Roho Mtakatifu. Yani zawadi kubwa tunayopewa wakati tunapoamini Yesu, tunapewa Roho Mtakatifu. Na tunaelewa ya kuwa Roho Mtakatifu alikuwa tangu mbele, alishiriki uumbaji tangu zamani. Na tunajua ya kuwa katika Agano la Kale Roho Mtakatifu haikuwa juu ya watu wote, hapana. Ilikuwa inawekwa kwa makuhani. Mungu aliipatia makuhani, aliipatia tu waamuzi ama wafalme, ndio walikuwa wana Roho Mtakatifu. Lakini kama iliyosemwa katika kitabu cha nabii Yoeli sura 2 ya kuwa katika siku za mwisho nitamwanga roho yangu juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake, katika Yoeli sura 2 shairi ya 28. Hivi ni ile tuko tunaisemea mpendwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kweli tunajua ubatizo wa maji mengi ambao tulipewa katika Mathayo sura yake ya 28 inayosema enendeni katika dunia pia mkafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Alafu kwa sasa tuko tunaongea juu ya ubatizo wa Roho ambayo ilisemeka hata mbele Yohani, hata mbele Yesu atokee. Yohani alisema mimi sistahili hata kufungua viatu. Mimi inabatiza kwa ubatizo wa toba, lakini anayekuja nyuma yangu yeye ana nguvu hata kuliko mimi.
katika Yohani sura 3 tunapoisoma. Siku zile Yohani Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa la Yudea akisema, tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni unakaribia. Kwa sababu huyu ndiye aliyesemwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu kilia katika jangwa, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Na Yohani mwenyewe alikuwa na vazi lake alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mkaba wa ngozi kwa kiuno chake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya pori. Halafu walimkondea Yerusalema, Wayuda wote na nchi yote yote karibu na Yordani, wakabatizwa naye katika mwito wa Yordani, wakikiri dhambi zao. Lakini aliona wengi wa Wafarisayo na Wasadukayo wakikuja kwa ubatizo wake, kawaambia, uzao wa nyoka, nani aliyewaonya nyinyi kukimbia hasira inayokuja? Basi zaini matunda yanayofaa na toba. Msifikiri kusema ndani yenu tuna Abrahamu ndiye baba yetu, kwani ninawaambia nyinyi, Mungu anaweza katika mawe haya kunyanyulia Abrahamu watoto. Ukitelemuka pale, alafu Yohani aliendelea kuonesha ya kuwa kuna ubatizo wa Roho ambao Yesu mwenyewe atawabatiza katika hiyo Yohani. Katika hii Mathayo sura yake 3 ukitelemuka hapo, anasema katika sheria 11, kweli mimi ninawabatiza nyinyi kwa maji hata toba, lakini yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, na sistahili hata kuchukua viatu yake. Naye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mpendwa, ni ile Yohani hata aliisemea ubatizo wa Roho ni nyongezo kwa wale ambao wamepokea kwanza Roho Mtakatifu, alafu wanaongezewa, wanajazwa. Ndio maana Biblia inaita kujazwa ama Roho atakuja juu yenu, ama inaitwa ubatizo wa Roho, namna shairi ya 11 imesema. Hata katika Marko sura 1 tunapoisoma shairi ya 8, hata nayo inashuhudia vile vile, mpendwa, katika alama ya ubatizo wa Roho ambayo inaitwa kujazwa. Marko sura 1 shairi Marko sura 1 shairi ile ya ya 8, mimi ninawabatiza nyinyi kwa maji, lakini yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho Mtakatifu. Ndio hivi ni ile, mpendwa, ambayo tuko tunaisemea, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni kwa watu ambao wameshakaamini Yesu, na wale ambao wana roho alafu wanaongezewa, jinsi vile tunaposoma kitabu cha Yohani. Kuna wakati Yesu aliongezea wanafunzi wake nguvu katika Yohani sura 12. Yohani sura yake ya 12
shairi ya 22. Kuna wakati Yesu alipulizia wanafunzi wake nguvu, aliwapulizia alipowaona. Ubatizo wa Roho ni kwa wale ambao wameamini, ni kwa wale ambao wamepokea Roho, kwa sababu kila muamini anapoamini, zawadi kubwa tunayopewa na muhuri mkubwa unaoonyesha kuwa sisi ni watoto wa Mungu, kama vile maandiko yanayosema watu waliompokea Yesu wanapewa nguvu ya kuitwa wana wa Mungu. Alafu muhuri mkubwa tunaopewa ni Roho Mtakatifu. Alafu wanaobatizwa na Roho Mtakatifu ni wale ambao kwanza wana roho ya Mungu, wana Roho Mtakatifu, na ni hapo wanajazwa, wanaongezewa, jinsi Yesu aliyosema katika aliyoahidi wanafunzi wake katika Matendo ya Mitume sura 1 shairi ile ya 8 alisema katika ile ya 8, lakini mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, nanyi mtakuwa washuhuda wangu katika Yerusalema na katika Yudea yote na Samaria hata mpaka wa dunia. Mtapokea nguvu. Hivi mpendwa, kuna nguvu, kuna uwezo mwingine ambao tunaupokea tunapopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na hii ni kwako, ni kwangu, kama vile Matendo ya Mitume hata sura 2 inavyosema mpendwa. Katika Matendo ya Mitume sura 2 shairi ile ya 1, hata zilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Ghafla uvumi ulitoka mbinguni kama wa upepo unaovuma na nguvu sana, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi, na zilionekana kwao kama ndimi za moto zilizogawanyika, ziliwaikalia kila mmoja wao. Wakajazwa wote, wakati Biblia inasema wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliyowapa kusema. Tulisema mpendwa, alama inayoonyesha kuwa umepokea ubatizo wa Roho ni moja ya kusema kwa lugha. Alafu kuna teolojia nyingi, kuna teolojia ambazo haziamini kusema kwa lugha. Kuna teolojia ambazo haziamini kuwa mtu anaweza pokea ubatizo wa Roho, lakini ni yale mpendwa tunayokuonesha kuwa moja ya alama inayoonesha kuwa mtu amejazwa, mtu amepokea ubatizo wa Roho. Inasema alafu walisema kwa lugha, wote walisema kwa lugha. Lugha ni moja ya alama ambayo inaonesha ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika shairi ile ya 4 ya Matendo ya Mitume sura 2, wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliyowapa kusema. Alafu nimesema mpendwa, kujazwa au alama ya moto ilikuwa na ndimi kama ndimi za moto, na tumesema alama kubwa ni wakati walisema kwa lugha. Na nimesema mpendwa, kusema kwa lugha, kuna lugha za watu. Alafu walipojazwa, walipokea ubatizo huu, walisema kwa lugha, yani kila mmoja alisikia mwenzake katika lugha yake.
Hii ni lugha ya watu. Nilisema katika lugha kuna lugha aina mbili. Kuna lugha za watu na kuna lugha ya malaika. Kuna lugha za watu, kuna lugha ya malaika. Ahadi ya lugha hata Yesu aliitoa kama vile ameweka ahadi. Tunaposoma kitabu cha Marko sura yake 16 kinahakikisha kuwa ahadi ya lugha. Lugha ni moja ya alama inayoonyesha ya kuwa umepokea ubatizo wa Roho. Tunaposoma Marko 16 shairi ya 17 inasema, na alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watatokeza pepo, ni ahadi ya waamini. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Kuna watu wanaamini kufukuza pepo, lakini kuamini lugha inakuwa kuzito. Kusema kwa lugha ni moja ya alama ya wale waliojazwa, wale ambao wamejazwa. Nimesema kubatizwa kwa Roho ni kuongezewa sehemu nyingine. Hata Yesu alikuta wanafunzi wake katika Yohani sura yake ni kuongezewa nguvu, uwezo mwingine, kuongezewa moto nyingine kwa wale ambao wameamini. Na hii inakupa mwelekeo katika maisha yako, mwelekeo sasa wa kiroho. Wakati unapojazwa, mpendwa, ni pale utaweza kuzaa, kuambukiza. Wakati haujajazwa alafu hautaweza kuambukiza ama kuzaa. Wengi hawazae kwa sababu hawajazwe kwanza. Ni lazima ujazwe. Hata Yesu nasema katika Yohani 20, shairi ya 22, alipulizia wanafunzi wake nguvu. Alipowakuta wako ndani ya maswali, akawapulizia nguvu. Kwa hivi tumesema kusema kwa lugha ni moja alama inayoonesha kuwa umepokea ubatizo. Wakati Roho anapokuja juu yako, tunaposoma vile Yohani habari njema sura yake 4, Yohani habari njema sura yake 4 shairi ya 14, shairi ya 14, lakini yeyote anayekunywa maji yale ninayompa mimi hataona kiu hata milele, lakini maji ninayompa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayochemuka hata uzima wa milele. Yatakuwa ndani yake. Roho anakaa ndani yetu, alafu yanachemuka. Roho anakaa ndani yetu, na wakati anakaa ndani yetu, Biblia inasema itakuwa kisima cha maji yanayochemuka. Vile vile katika Yohani sura yake ya 7, Yohani sura yake 7 shairi ya 13 na shairi ya 37 na 38. Hata siku za mwisho, siku ile kubwa ya karamu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu yaje kwangu anywe. 38. Yeye anayeniamini mimi, kama maandiko yanayosema, mito, kuna kisima, kuna mito ya maji ya uzima itatoka tumbo yake. Mito ya maji, yani atajazwa. Mito ya maji ya uzima itatoka tumbo lake.
mito. Kuna tofauti kati ya kisima na mito. Yaani tunapobatizwa na Roho alafu ndani yetu mnakuwa mito, tunajazwa kusudi tuweze kuzaa kumzalia Bwana. Ndio maana Yesu aliwaambia wasipime kutoka, hata kama alikuwa amewafunza wasitoke Yerusalemu kabla hawajapokea nguvu, kwani hawataweza lolote. Hakuna uwezo wote, nguvu yoyote, hakuna chochote watakachofaa. Hivi mpendwa, hii ubatizo ni kwa wote wanaoamini, wote wanao kuwa na ile haja, wanaokuwa na ile kiu ya kupokea ubatizo wa Roho. Tumesema kusema kwa lugha nyingine. Nimesema kuna lugha ya watu, kuna lugha ya malaika. Alafu kwa hii wengi wanaogopa kusema kwa lugha. Ingine natokana kwa sababu ya kutokufundishwa ama kuelewesha vizuri. Hata mimi mwenyewe nilikuwa ninaogopa lugha. Alafu na nilikuwa ninashakia wanaosema lugha. Lakini naomba Roho kutuelewesha, Mungu mwenyewe kutuelewesha kusema kwa lugha nyingine. Ni pahali pengi mpendwa, namna Matendo ya Mitume sura yake 2 imesema. Matendo ya Mitume sura yake 2 namna imetuambia ile shairi ya 4. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliwapa kusema, kama Roho aliwapa kusema lugha. Nasema kuna lugha ya malaika na kuna lugha ya watu. Alafu katika lugha ya malaika nayo ni somo nyingine. Kuna lugha ya maombi. Hii unaweza kuiomba hata katika lugha bila tafsiri, bila kuelewa hata yale unayosema. Inakuomba tu kusamini kuwa Roho ya Mungu iko na wewe. Na kuna lugha ya kutabiri. Katika lugha hii lazima uwe na tafsiri. Namna wa Korintho navyosema wakati unaomba kwa lugha alafu kama hauna tafsiri. Kuna lugha ya maombi haijali uwe na tafsiri, lakini kuna lugha ya kutabiri. Mfano nataka tabiri, alafu inaomba uwe na tafsiri vile vile, kusudi uweze kujenga wale wanaokufuata. Hii nayo ni somo, tutaongelea lugha wakati fulani, nayo ni somo nyingine mpendo. Matendo ya Mitume tukionyesha alama. Matendo ya Mitume sura yake 10, alama kubwa nimesema kusema kwa lugha ni moja alama. Matendo ya Mitume sura yake 10 shairi ya 44. Matendo ya Mitume sura yake 10:44. Petro angali kusema maneno haya, Roho Mtakatifu akawaangukia wote waliosikia neno, walipokuwa wanafundishwa na Petro. Alafu tunaweza batizwa kwa sababu ya kufundishiwa. Mafundisho ni kitu ya maana sana. Taifa la Mungu linapotea kwa sababu ya kukosa kujua, kukosa mafundisho, kukosa ujuzi, alafu wanapotea kwa haki yao. Ni taifa la Mungu lakini ambalo halina ujuzi. Petro angali kusema maneno haya, Roho Mtakatifu akawaangukia wote waliosikia lile neno. Na wale wenye tohara walioamini wakashangaa, ndio wote waliokuja pamoja naye Petro, kwa sababu zawadi ya Roho Mtakatifu ilimimiwa hata juu ya mataifa vile vile. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kutukuza Mungu. Waliwasikia wakisema kwa lugha na kutukuza Mungu. Ndiyo Petro akashibu, nani anayeweza kukataza maji
hata wasibatizwe, hata waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi. Mbele upitie ubatizo wa maji mengi, unaweza pokea vile Roho, unaweza pokea ubatizo wa Roho. Inatokana na kiu na njaa yako mbele ya mafundisho, kama maandiko yaliyosema, yeye anayeona kiu aje kwangu. Inatokana na kiu inayokuja nayo mbele ya Mungu. Watu wengi wanabakia mbele ya Mungu bila kiu, wanakuwa mbele ya Mungu bila kiu. Kuna vitu vingine Mungu anakupa ama Yesu anakupa, kwani anayebatiza batizo wa Roho si pastor, hapana, ni Yesu. Ni Yesu, namna Yohana alikuwa anasema, ni Yesu ndiye anabatiza ubatizo wa Roho, si mtu yoyote, hapana. Ni Yesu ambaye anabatiza ubatizo wa Roho. Alafu kusema kwa lugha ni moja ya alama, namna tunasikia hawa vile wale waliokuja kwa nyumba wale ambao jamaa ya Kornelio ambao Petro alikuja kwao, Biblia inasema maana walisikia wakisema kwa lugha na kutukuza Mungu. Ndio Petro alishibu. Ni moja ya alama kusema kwa lugha mpya. Ni moja ya alama inayoonyesha kumpokea ubatizo wa Roho. Tulisoma shairi nyingine ndani ya Matendo ya Mitume sura yake 19. Matendo ya Mitume 19 shairi ya kwanza na kuendelea mpaka ile ya 7. Matendo ya Mitume 19 shairi ya 10, shairi ya kwanza. Ikakuwa nyakati ya Apolo alipokuwa katika Korinto, Paulo akikwisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akaona wanafunzi wengine, akawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Wakajibu, hapana, hatukusikia ya kama Roho Mtakatifu yuko, hatuyapimaka sikia hata siku moja. Ndani ya kanisa watu wasiposemea Roho Mtakatifu, Mungu yuko nyuma ya neno lake na analiheshimu neno lake. Wakati tunaposoma neno la Mungu ama tunapofundishwa, inatupatia kanisa kupata msimamo mwingine wa kiroho na kupata ujuzi mwingine wa kiroho. Kuna vitu ambavyo hauna ufahamu juu yavyo, alafu haviwezi kuja ndani ya maisha kwa sababu hauna ujuzi kwa vitu vingine. Wakati tunapokuwa na ujuzi wa kitu, inasukuma vitu hivi kuja katika maisha yako. Kila kitu ambacho una ujuzi kwake kinaweza kujia ndani ya maisha, lakini kila kitu ambacho hauna ujuzi kwake ni kugumu kuja ndani ya maisha. Akauliza, mlipokea Roho Mtakatifu wakati mlipoamini? Wakajibu, hapana, hatukusikia ya kama Roho Mtakatifu yuko. Kuna wengi ambao hawajali Roho Mtakatifu ndani ya makanisa mengi, japokuwa kabisa Roho Mtakatifu pasipo Roho hakuna chochote. Ndio maana makanisa mengi haina uzima. Roho ndiye anayepatiza uzima. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohane. Kwa ubatizo wa Yohane. Paulo akasema, Yohane aliwabatiza nyinyi kwa ubatizo wa toba. Akiwaambia watu waamini yeye anayekuja nyuma yake ndiye Kristo Yesu. Anasema Yohane aliwabatiza tu kwa ubatizo wa toba na alikuwa anatayarisha kuja kwa Yesu. Alafu Yesu yuko, lazima vile mpokee ubatizo wa Yesu. Nimesema ubatizo wa Roho Mtakatifu ni Yesu anayeubatiza. Yohane Mbatizaji alikuwa anatayarisha Yesu. Alafu sasa yuko, ni ile Paulo aliwaambia. Alafu amekuja aliyekuwa anatayarishiwa na Yohane. Alafu amewafikia sasa. Shairi ya 5. Waliposikia maneno haya wakabatizwa. Waliposikia maneno haya
Waliposikia maneno haya wakabatizwa katika jina la Bwana Yesu. Waliposikia, ubatizo ni ya mtu ambaye amesikia. Ubatizo ni jibu ya dhamiri, alafu unapoelewa katika moyo wako, alafu hapo unapata ubatizo. Ndio maana kuna wale waliopokea ubatizo wakiwa watoto. Hii sio ubatizo, inaomba uamini kwanza, usikie kwanza, uelewe. Na kuna wale waliobatizwa bila kuelewa, au wakati walipofahamu alafu wakabatizwa. Pengine ulibatiziwa hata ubatizo wa maji bila kuelewa, alafu kama umeelewa leo ukibatizwa haiko mbaya. Hii shairi ya Matendo ya Mitume sura yake 19 shairi ya 5 inaonyesha kuwa mtu akielewa, alafu kwa moyo wake sasa anaelewa maana ya ubatizo. Pengine ubatizo ni mfano wa kufa na kufuka pamoja na Yesu Kristo. Alafu alikuwa haelewe. Waliposikia, Biblia inasema wakati waliposikia maneno haya wakabatizwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Walipoelewa sasa, walipofahamu, walipokuwa wameona sasa muda wa Yesu, kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa anatayarisha. Pengine ulibatizwa kwa unaelewa hata maana ubatizo. Ukibatiziwa iko dhambi, sasa unaelewa. Mimi narejea, kama sasa ulibatiziwa kumwangiwa maji, alafu unaelewa ya kuwa ubatizo wa maji mengi ndio ina maana mazuri katika Biblia, kuwa unazamishwa ndani ya maji. Alafu ukielewa sasa unabatizwa, nasema haiko dhambi. Sijui nirejee mara ngapi. Waliposikia maneno haya wakabatizwa kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Bwana Yesu. Shairi ya 6. Na wakati Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu kakuja juu yao, wakaanza kusema kwa lugha nyingine na kutabiri. Kusema kwa lugha nyingine na kutabiri, hii nayo ni njia nyingine. Kusema kwa lugha ni alama na kutabiri. Wengi unasikia nitabirie pastor. Mpendwa, kuna tofauti kati ya kutabiri, unabii na kutabiri. Unaweza tabiri ukisoma hata neno la Mungu. Neno la Mungu ni unabii unaoishiria. Mungu anaweza kuweka neno ndani yangu, alafu ananiambia nikuambie Mungu akubariki, ubarikiwe. Nitakuwa nimetabiri, nitakuwa nimekuambia. Alafu hapa wakaanza vile kutabiri. Hapa napo kuna wakati tasemea hapa kusudi tuweze kuelewesha kwa njia hii. Hivi ubatizo wa Roho mpendwa, tumeona mitume katika chumba cha shu. Maandiko yameonyesha kuwa walisema kwa lugha, walipokea ubatizo huu. Hata nyumba ya Kornelio, hata tumeona katika Matendo ya Mitume sura yake ya 8 huko Samaria, wakati katika Matendo ya Mitume sura 8 shairi ya 14, moja ya alama kubwa ilikuwa kusema kwa lugha. Matendo ya Mitume sura 8 shairi ya 14, tunapoisoma vile inasema hivi: nao mitume walipokuwa Yerusalemu wakasikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu. Neno ni Yesu, yaani wamekubali Yesu. Wakati Filipo alipohubiri Samaria, wakatuma Petro na Yohani waende kwao, wakashuka, wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu. Kwa maana yeye hajawashukia bado hata mmoja wao. Wakabatizwa tu katika jina la Bwana katika jina lake Bwana Yesu.
wakaweka mikono juu yao na wakapokea Roho Mtakatifu. Na wakati Simoni alipoona ya kama waliweka mikono hata wakapokea Roho Mtakatifu kitelemka hapa, mpendwa, inaonyesha kuwa hawa nao walipokea Roho Mtakatifu. Hivi katika chumba cha juu, mpendwa, alama ambazo zinaonyesha katika chumba cha juu mitume walibajazwa. Tumeona vile vile na kusema kwa lugha. Tumeona vile vile, mpendwa, katika nyumba ya Kornelio. Tumeona watu wa Samaria. Tumeona wanafunzi wa Yohani. Hizi alama ine zinazoonyesha watu waliobatizwa na Roho Mtakatifu. Mashairi nafikiri tumeyasoma. Shurti juu batizwe katika Roho Mtakatifu. Shurti kusudi batizwe na Roho Mtakatifu. Naomba kwanza uwe umeamini Yesu, kwani Yesu ndiye msingi, ndiye jiwe la msingi, na Yesu ndiye anayepana ubatizo huu. Wakati Samaria walipoamini, na Matendo ya Mitume sura 8 imesema walipopokea neno, alafu wakaita, ni hapo sasa wakaita waje wawekewe mikono. Inaomba shuti ya pili, naomba kuamini Roho Mtakatifu. Sio nguvu, ni Mungu, tena mfariji mkubwa, namna Yesu alivyoahidi na kusema, sitawaacha nyinyi kama yatima, nitawatumia msaidizi mwingine. Alafu Roho Mtakatifu ni mfariji. Inaomba kuamini ile ni muongozi, ni mwalimu anayetufunza na kutuelewesha vitu vingine. Shuruti ya tatu kusudi ubatizwe, inaomba kutubu dhambi zako, kuacha kiburi, kuacha hali yoyote. Tunaposoma Matendo ya Mitume sura yake Matendo ya Mitume, mpendwa, sura yake 2 shairi ile ya 13. Namnani wakati Petro alipohubiri watu, alafu watu wakawaambia watubu ili wapokee ile ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inaomba kutubu, mpendwa, kutubu. Wengine wana kiburi, wana chuki. Kwa sababu ya chuki, wivu, hali yoyote hii inazuia usiweze kupokea ubatizo huu wa Roho, wala usiweze kujazwa kupokea nguvu za Mungu. Ndani ya watu wengi kuna wivu, kuna chuki, inazuiza ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wengi wanatafuta nguvu kusudi washindane na wenzao, alafu inazuiza nguvu za Mungu zisiende na wewe, mpendwa. Na wengine wana dhambi, wanafunika usherati ndani ya kanisa, wanafunika mambo mabaya, alafu hapo Roho haiwezi kutembea na wewe, mpendwa, kwa hali hii. Ndio maana Petro alipohubiri nyuma ya Pentekoste aliwaambia kwanza watu watubu. Walipomwambia tufanye nini sasa? Basi tufanye nini? Katika Matendo ya Mitume sura 2 ukianza ile sheria 37 na 38, Petro aliwaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Kwanza kutubu, kuacha kiburi, kuacha chuki, kuacha wivu, kuacha yote ya mwili. Kuna somo yenyewe tulimaliza hapa, baadaye tusema enendeni kwa Roho. Alafu tukiwa hivi tutaendelea kujazwa na nguvu za Mungu. Shuti ya 4 inaomba uwe na kiwi, namna Yohani sura yake 7 shairi ya 8 ya 37. Yeye anayeona kiwi muje kwangu, na mito ya maji tatoka ndani yenu. Wengi hawana ile kiwi ya kujazwa, kiwi
ya kupokea ubatizo wa Roho. Unapokuwa na kiu, unapokuwa na ile kiu, unapokuwa katika njia ya kungolelea, mitume walijiweka pamoja. Wale waliokuwa watu 112 walikuwa katika chumba cha juu wakingolelea, yani walikuwa na kiu ya kungoja ile ahadi. Halafu unapokuwa na kiu, Bwana anapokuona na kiu, hata siku zinaenda, hata miaka inapita, uko na kiu ya kujazwa, uko na kiu ya kupokea ubatizo wa Roho, wakati fulani utaupokea kulingana na kiu ambayo Mungu anayeona kwako. Shurti ya 5 inaomba kuwa na ujasiri au kujielewa au uhusiano bora. Kuwa na ujasiri. Wale waliokuwa katika nyumba ya Petro, wale waliokuwa katika nyumba ya samani ya Kornelio, wakati Petro alipokuja hapa, walisikia neno la Mungu kwa undani, kwa makini. Wengi wanakuwa mbele ya neno la Mungu hawana ujasiri, alafu inazuiza wasiweze kubatizwa ama kushazwa ama kupokea ubatizo wa Roho, ama kupokea ubatizo wa Roho. Kwa sababu wakati unapoupokea alafu na kufanya muabudiaji, unaelewa sasa, unafahamu, unaingia katika mwelekeo wa maisha yako. Roho anakufundisha mambo mengine, unaelewa na kufahamu tena zaidi. Shuruti nyingine ya 6, mpenda, naomba kuomba. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura 1 ile shairi ya kwanza, Matendo ya Mitume sura 1 shairi ya 13 na ya 14, inasema wakati walipoingia wakapanda chumba cha juu, walikuwa wakikaa Petro na Yohani na Yakobo. Matendo ya Mitume sura 1 shairi ya 12 mpaka ile ya 14. Kisha wakarudi Yerusalema toka mlima ulioitwa Zeituni, ulio karibu na Yerusalema kama kilometre 1. Wakati walipoingia wakapanda chumbani mwa juu, walikuwa wakikaa Petro na Yohani na Yakobo na Andrea na Filipo na Tomasi, Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwana wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda na Yakobo. Wao wote walishinda. Sema kushinda inaomba kuomba na kuendelea kungolelea. Walishinda katika kuomba kwa moyo mmoja, pamoja nao wanawake, Maria mama yake Yesu, ndugu zake na mama ya Yesu Maria naye alikuwa pale. Sasa walikuwa wanangolelea, walishinda pamoja. Shurti kusudi ubatizo wa Roho inaomba kuomba ujazo, kuomba upokee nguvu, upokee mjazo tena. Inaomba maombi. Ukisoma hata Matendo ya Mitume sura yake 4, wakati mitume walipopata maogopesho wakawakataza wasitangaze tena jina la Yesu. Ukisoma Matendo ya Mitume sura 4 shairi ya 31 inasema walikaa pamoja katika kuomba, alafu palitikiswa pale walipokuwa, yule alipokea nguvu zaidi. Shurti nyingine, kwa wakati fulani unaweza wekewa mikono alafu napokea ubatizo wa Roho. Kwa wakati mwingine unaweza wekewa mikono kama watu wa Samaria, namna tulivyoona waliita wawekewe mikono alafu wakapokea Roho. Kuwekewa mikono, lazima uwekewe mikono na mtu anayejazwa. Kuna somo ya mikono. Mikono ni maisha. Mikono ni uzima. Ndio maana mikono ya watoto wa Mungu hatupashi kuichezea ovyo. Kuna wakati nitahubiri somo ya mikono hapa kwenye radio. Mikono, uelewe mikono yako kwa kuwekewa mikono. Kupitia neno na mafundisho. Wakati unaposikia neno na mafundisho, jinsi niko ninafundisha, unaweza kushazwa
ama kubatizwa ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Hii ifanyike kwako na ikue kwako, unayenifuata kimakini na uliye na kiu hii na njaa hii, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, upokee ubatizo wa Roho Mtakatifu kupitia neno na kupitia mafundisho. Matendo ya Mitume sura 10:44, wakati Petro alipokuwa angali akisema, wakajazwa mara moja waliokuwa katika nyumba ya Kornelio. Ukiingia katika pahali ama mazingira ya nguvu, Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura 2, ukisoma shairi ile ya kwanza, hata zilipotimia siku za Pentekoste walikuwa wote na moyo mmoja pahali pamoja. Ghafla uvumi ulitoka mbinguni kama upepo, ukavuma na nguvu sana, ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukiingia sehemu ya nguvu, pahali pa nguvu, nyumba yote, alafu ukiingia kwenye nguvu, kwenye watu wenye kujazwa, unaweza jazwa na wewe vile vile, unaweza pokea ubatizo mpendo na kupokea hizi nguvu. Neno la Mungu nasema na zilionekana kwao kama ndimi za moto zilizogawanyika, zikawaikalia kila mmoja wao na moto wake. Una ndimi yako. Unapoingia sehemu pa moto, na wewe vile vile moto huu utakuikalia kila mmoja wao. Pahali palipo moto, na wewe vile utaota kwa hii moto, unapoingia pahali palipo moto, alafu utaota kwa hii moto. Wakajazwa wote Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliwapa kusema. Shurti nyingine na niachie hapo asubuhi hii. Unaweza ambukizwa mpendwa. Inaomba kufa kwanza kwa wewe mwenyewe au kujitenga. Unaweza unajitenga na vitu ya mwili na hali yoyote, alafu ukitafuta upate kuambukizwa hii nguvu ama iweze kukuangukia. Hivi ni mzuri sana mpendwa kuelewa ama kupokea nguvu, kupokea ubatizo wa Roho, kujazwa. Hauwezi saa kila mara, unaweza punguka, lakini unabidi ujae ili uweze kuzaa. Inaomba ujae ili uweze kuzaa. Wengi hawazai kwa sababu hawajazwe, alafu hawana matunda yoyote. Ubatizo wa Roho mpendwa ni hizi shurti kama 10 ambazo tumeziongelea kusudi uweze kujazwa. Tumesema kuwe kwanza umeamini Yesu, kwa yeye ndiye msingi. Tumeonesha mengi. Neema ya Bwana kufunike na pahali ulipo. Hii ni haja ya Kristo ili upokee nguvu, ili ujazwe tena, ili akupulizie. Pengine hujawahi pokea ubatizo wa Roho, alafu Yesu anapoona kiu yako asubuhi hii, basi pokea ubatizo. Baba, ninakusifu, ninakutukuza kwa ajili ya neno lako. Neno lako ni kweli, neno lako ni uzima, neno lako liko hai, neno lako linasimama imara. Asante kwa neno hili. Jinsi vile mvua ishukavyo, haiwezi kurudi bila kuotesha ama bila kukomelisha. Na kuomba neema kote neno linaanguka likafanya kazi ndani ya maisha ya wengi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yule ambaye hajawahi pokea ubatizo wa Roho akaupokea katika jina la Yesu. Acha watu wako wajazwe, acha waseme kwa lugha, acha Bwana neema hii waangukie, acha moto wawe na ndimi kama ndimi za moto, na neno wanapolisema liwe baraka kwa wengi, katika jina la Yesu. Neema iangukie wengi, neema iangukie wengi,
Neema iangukie wengi, neema iangukie wengi, neema iangukie wengi kote neno hili linapofika, hata wanaotufuata kwenye mtandao. Neema ya kubatizwa na Roho Mtakatifu iwaangukie katika jina la Yesu. Asante, asante kwa wema wako na uzuri wako. Asante kwa wema wako na uzuri wako. Sifa, heshima, utukufu ni wako. Acha wafungwa wafunguliwe, wazaifu wapate nguvu, wagonjwa wapone, wahitaji waheshibiwe, waliokosa mwelekeo wapate mwelekeo kupitia Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, mwelekeo wa maisha yao, mwelekeo wa maisha yao. Acha itokee jinsi tumeomba kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen.